Father, Baba, let your spirit awaken our spirits. wacha roho wako afufue roho zetu. Let today not be the normal Sunday worship. Wacha leo isikue ibada ya Jumapili ya kawaida. Let today be a day when you call each of us to see ourselves the way we are. Wacha leo iwe ile siku ambayo utatuita kila mmoja wetu tujione vile tulivyo, So that there be changes, transformation. ili pawe na mabadiliko na kubadilishwa. Lord, rescue us from the deceit of the flesh, the applause of society. Bwana, tukomboe tokana na udanganyifu wa mwili ama nyama na ile sifa ya dunia ama ya jamii. That we put aside all self-justification. Ya kwamba tutaweka kando ile kujifanya wenye haki. Grant to each of us to see ourselves the way we are. Jalia kila mmoja wetu tuweze kujiona vile tulivyo kihakika. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina. I'm talking briefly on divine provision for godliness. Naongea kiufupi kwa upeanaji wa kiungu kwa kumcha Mungu ama kwa utaua. What God has provided for you, for me, to help us, to enable us, to energize us to live godly life. Kile ambacho Mungu amepeana kwa ajili yako na ajili yangu kutuwezesha kuishi maisha ya kitaua ama ya kiungu. Read with me Philippians chapter 2 verse 13. Someni pamoja nami wa Filipi sura ya 2 mstari wa 13. Philippians 2:13. Wa Filipi sura ya 2 mstari wa 13. For it is God which works in you to make you willing and to make you able to do it. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kutimiliza kusudi lake jema. Anytime we talk about holy living, Kila wakati tunapozungumzia kuhusu maisha matakatifu, faithfulness, uaminifu, chastity, usafi, moderation, kiasi, honesty, ukweli, all those godly character and behavior. hizo tabia zote na mienendo ya kiungu, Many people felt that those things are too high, difficult. No mortal, no human being can do it. watu wengi hufikiria ya kwamba hizo mienendo ama hizo tabia ziko juu sana, hakuna mwanadamu wa kawaida ambaye anaweza ishi hivyo. But look at this verse of scripture. Lakini tazama hiki kifungo cha maandiko, He said it's God himself inasema ya kwamba ni Mungu mwenyewe that made the willingness. He put the willingness inside you. ndiye anaweka ile hali ya kutaka ndani yako, Willingness to obey. kutaka kutii, Willingness to do his will. kutaka kutenda mapenzi yake, Willingness to please him. kutaka kumfurahisha, That God put it in you. ya kwamba Mungu aiweka ndani yako, And then gives you the power to do it. alafu pia anakupatia uwezo ama nguvu za kufanya. It starts within Inaanza na yeye and ends within. na inakamilika na yeye. Go and write that exam. Hebu ende uandike huo mtihani. Yes, sir. Ndio nakubali. And you go there as Usada, he came, he holds your hand and he's writing that. You are the one writing, but he's the one that holds your hand. Na unaingia kwenye chumba cha mtihani, anakuja, unaandika na anashika mkono wako, ni yeye ndiye amekushikilia mkono. At the end of the exam, how did you do in the exam? He made me to do well. Na mwisho wa mtihani unaulizwa, uliwezaje kufanikiwa katika mitihani? Unasema kwamba ni Mungu ndiye aliniwezesha. How did you perform? Je, ulifanyaje? He held my hand and wrote the answer. Alishika mkono wangu akaniwezesha kuandika jibu. That's the illustration of divine provision. Hiyo ndio muonyesho ama mfano wa upeanaji wa kiungu. This is the will of God, holiness. Haya ndiyo mapenzi ya Mungu, utakatifu. But holiness is not here on earth. Lakini utakatifu hauko hapa duniani. It's far beyond the ability of every mortal. Iko zaidi ya uwezo wa yeyote ambaye anaishi. The greatest effort from man cannot accomplish it. Nguvu za juu zaidi za mwanadamu kuishi
kuishi maisha matakatifu hazisaidii. It's higher than the galaxies. Iko juu kushinda hata zile nyota. Then God stepped in. Alafu Mungu anaingilia. He said, I want you to be holy. Na anasema nataka uwe mtakatifu. I want you to live holy. Nataka uishi maisha matakatifu. Take, this is what will make you able. Tua, hiki ndicho kitakuwezesha uishi maisha matakatifu. The provision Upeanaji is available. upo. It says, Anasema Adamu, here is the garden. hapa lipo shamba. He brought him into the garden Alimleta kwenye lile shamba to dress it. kulichunga. And he said, you are at liberty, you are freedom. Everything here is for you. Na akamwambia uko na uhuru, kila kitu kilichomo humu ni chako. But you see this one? Lakini unaona huu mti It has a different function. iko na kazi yake. Don't go there. Tafadhali usiende pale. Don't touch it. Usiuguse. You cannot eat it. Huwezi kula. The day you eat it, Ile siku utaula, you will die. utakufa. That's the only restriction. Hiyo ndio pingamizi peke yake. You know the rest of the story. Mnajua vile hadithi ilivyoenenda. And so when God began to judge, Na kwa hivyo wakati Mungu alianza kuhukumu, he said, because you listen to the voice of your wife. na akasema kwa sababu ulisikia na kutii sauti ya mke wako, Not because you didn't know it is wrong. sio kwa sababu haukujua haufai kuenenda hivyo. Your own may be because you listen to the passion in yourself. Yako inaweza kuwa pengine unasikia ule msukumo wa hisia wa mwili wako, Because you choose to please yourself. kwa sababu ulichagua kujifurahisha. Your interest, your taste and your choice. Furaha yako, vile unavyopendelea na chaguo lako. In Luke 19:13, Katika Luka 19:13, Bible says he gathered his servants together Biblia yasema alikusanya watendakazi wake pamoja and gave to each of them talents. na akawapa kila mmoja wao talanta. Have you got your own? Yes. Je, umepata yako? Ndio. Have you got your own? Yes, sir. Umepata yako? Ndio. Have you got your own? Yes, sir. Umepata yako? Ndio. Occupy till I come. Tawaleni hadi nirejee. You have it. Uko nayo? You have what it takes. Uko na kila ambacho chafaa? Use it. Kitumie. Who will blame this master? Je, ni nani atamlaumu huyu mkuu? He said, I've provided what you need. Anasema nimewapatia kile ambacho mhitaji. I put it in your hand. Nilikiweka mikononi I mwenu. now tell you to go and do what you can do. Sasa nawaambia mwenende mufanye kile ambacho mwafaa kukifanya. If I say everybody stand up, Nikisema kila mtu inuka, because I know you have the ability to stand up. kwa sababu najua mko na uwezo wa kusimama. God put it in you. Mungu ameiweka ndani yenu, I'm aware of it. najua hilo. And so when I say stand up, it's because I know you can stand Kwa up. hivyo ninaposema simameni ni kwa sababu najua mwaweza kusimama. But that does not mean you cannot refuse. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hamwezi kataa. You can say, who is he? Mnaweza sema yeye ni nani? Why should I stand up? Kwa nini nisimame? I will not. Sitasimama. But not for lack of ability. Lakini sio ya kwamba hauna uwezo wa kusimama, It is a choice. ni chaguo. Matter of living holy is not a matter of I cannot. It's a matter of I don't want to. Jambo la kuishi maisha matakatifu sio ya kwamba siwezi, ni uamuzi ya kwamba sitaki. Isaiah chapter 1 verse 19. Isaya sura ya 1 mstari wa 19 He say, if you are willing, anasema kama mwataka, if you are willing, kama mko tayari you mwataka, will eat the fruit of the land. mtakula matunda ya nchi. So it's not a matter of inability, incapacitation. It's a matter of choice. Kwa hivyo sio ya kwamba hamuwezi, sio ya kwamba hamna uwezo, lakini ni chaguo, ni uamuzi wenu. God gave power to man, to will. Mungu alimpatia mwanadamu uwezo wa kuwa na kufanya mapenzi yake, Decide in his own mind. kufanya uamuzi katika fikra He zake. now gives the power. Anapeana uwezo After that decision, baada ya huo uamuzi to do it. kufanya. Let me illustrate with marriage. Hebu nionyeshe ama nipeana mfano wa ndoa. There comes a time in your life
Kuna wakati unafika maishani mwako when you just begin to feel, I need to get a wife, I need to get an husband. unaanza tu kufikiria nafaa kupata mke, nafaa kuolewa nipate mme. But you have been coming to church and going all along. Lakini umekuwa ukikuja kanisani ukienda siku nyingi. Who make you to realize it's time to marry? Je, ni nani anakufanya utambue ya kwamba wakati wa kuoa umefika? Or if that one is too high, let me come to food. Ama kama hata hiyo iko juu sana, wacha nitumie mfano wa chakula. Who informs you you are hungry? Nani huwa anakuambia kwamba unahisi njaa? Who told you you are thirsty? Nani anakuambia kwamba umefunga? Who came to tell you, don't you need to go to this yourself? Nani anakuja na kuambia, je, wafaa uende ujisaidie? But you know it. Wewe mwenyewe unajua Who tu. put that ability to know it in you? Nani aliweka hiyo uwezo wa kuweza kutambua ndani yako? And then when you know it, Na wakati unapojua hilo, it will take standing up and going to the toilet. unasimama mwenyewe na unaenda kwenye chumba cha kujisaidia. Do you say, God, here am I know I need to go to the toilet, I'm waiting for you, come and carry me? Je, wewe unasema ya kwamba Mungu, niko hapa najua nitakana niende kwenye choo, lakini sasa kuja unibebe unipeleke? Everybody food is ready, they are serving it, can somebody come and carry me and put it in my mouth? Kila mmoja chakula kiko tayari. Je, kuna mtu anaweza enda kukibeba aleta yake kwenye kinywa changu? He said God makes you to know you need it and He gives you the power to do it. Anasema ya kwamba Mungu anajua ama anakufahamisha ama anakuwezesha kufahamu ya kwamba wahitaji na anakupatia nguvu za kuifanya. That's why in His dealings, Hiyo ndio sababu katika anavyotenda matendo yake see that option to choose. If utaona hiyo kila wakati anasema chaguo ni lako kama unataka. Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing. Isaya sura ya kwanza 19, kama wataka. Exodus 19:5, if you will obey. Kutoka 19:5, kama mtatii. It is your choice. Ni chaguo lako. It's not lack of ability. Sio ya kwamba hauna uwezo. It's the absence of willingness. Ni ile kutokuwepo kwa kutaka. That's why every one of us is accountable. Na ndio sababu kila mmoja wetu atatoa hesabu. It is when there is evidence of unwillingness. Ni wakati kuna ushahidi wa kutotaka. Because God knows. Kwa sababu Mungu anajua. Is he willing? Je, ako tayari? Is he willing? Ako tayari? Is he willing? Ako tayari? Is she willing? Je, dada ako tayari? I don't know. Sijui. He knows. Mungu anajua. When he knows you are not willing, you are not ready, you are not prepared. Na wakati anajua hauko tayari, haujajiandaa, Then he says, give it back to me. alafu anasema nirejeshe. The Bible says when God saw they are not willing, Biblia inasema wakati Mungu aliona ya kwamba hawako tayari, he gave them up. aliwachana nao. When you read Romans chapter 1, Ukisoma Warumi sura ya kwanza, that record repeated again and again. utaona hiyo rekodi imerudiwa na kurudiwa na kurudiwa. Romans chapter 1 verse 22, Warumi sura ya kwanza mstari wa 22, verse 24, mstari wa 24, verse 26, mstari wa 26, 28, mstari wa 28, mstari wa 21, 19. mstari wa 19 hata mstari wa 20. At the end he said now they have no excuse. Na mwisho anasema ya kwamba hawana visababu. He said when God saw their decision, he withdrew, he let them, you want to perish, you want to go to hellfire, that's what you want to go to choose, that is what you have chosen, all right for you. Anasema ya kwamba wakati Mungu aliona uamuzi wao, wameamua wanataka kwenda jehanamu, hilo ndilo chaguo lao, ni sawa basi. Not that God did not provide for. Sio ya kwamba Mungu hakupeana. The angel came, he said, escape for your life. Malaika alikuja akasema ya kwamba torokeeni uzima wenu. The Bible said when they were dragging, the angel grabbed Lot, grabbed his wife children and dragged them out. Biblia inasema ya kwamba wakati walikuwa wanaepuka, malaika alimtoa Lutu, alitoa wanawake, akatoa mke wake, akawaambia tokeni hapa. Escape for your life. Torokeeni uzima wenu. Escape to the mountain. Torokeeni mlimani. Lot did not see danger. Lutu hakuona hatari. Wife did not see any danger. Mkewe hakuona hatari. Say, okay, that mountain, it will be difficult to climb that mountain. I may even run into trouble. Can I not go to this other village? Mtu akasema mlima huo ni mgumu hata kuukwea, sitaukwea ule mlima. Je, naweza torokea hiki kijiji kingine? The patience of God.
ile uvumilivu wa Mungu, And he said, because of you, I will spare the village. Go there. na akasema kwa sababu yako nitawaokoa hawa wengine, enda pale. In the presence of imminent destruction, the man is still negotiating with God. Katika uwepo wa hatari ya kuangamizwa, bado anafanya mazungumzo na Mungu. The sentence of death and destruction by fire is already pronounced. The man is still saying, I cannot climb. Ule uamuzi wa kuuliwa ama kuangamizwa tayari ulikuwa ushatangazwa, lakini bado anasema kwamba siwezi kuukwea ule mlima. Wait a moment. Ngojeni kidogo. After destruction, Baada ya uharibifu, after the wife has perished, baada ya mkewe kuangamia, where did Lot go? je, Lutu alienda wapi? Is it not that same mountain he went? Je, sio kwa ule mlima ndio He went alienda? to mess up with his children? Alienda kule kwenye mlima akafanya zinaa na watoto wake. The picture of our life so plain Ndeza ona picha ya maisha yetu hii wazi, that you make up your mind to move from who you are, where you are, to who he wants you to be. ya kwamba utafanya uamuzi kutoka pale ulipo, kutoka kwa vile ulivyo, ili uenende kule atakako uende, ama uwe vile atakavyo uwe. If God say climb the mountain, it's because he has given you ability to climb it. Mungu akisema ya kwamba ukwee mlima ni kwa sababu amekupatia uwezo wa kuukwea ama kuupanda. If he say go into the valley, it's because he has given you all you need to be able to do it. Akisema ya kwamba enda kwenye bonde ni kwa sababu amekupatia uwezo wa kuenenda kule. But you are free to rebel, you are free to disobey, you are free to make your choice and no, I will not do it, I will do it my own way, okay for you. Lakini uko na uhuru wa kukataa, uko na uhuru wa kusema ya kwamba nitafanya vile nataka, nitafanya vile nimependa. If you read Philippians chapter 1 verse 12, Ukisoma Wafilipi sura ya 1 mstari wa 12, the last phrase, he said, work out your own salvation with fear and trembling. What does that mean? ile sehemu ya mwisho anasema ya kwamba fanyeni wokovu wenu kwa kutetemeka na uoga. Work out your salvation with fear and trembling. Maisha yenu ya wokovu myafanya katika uoga na kutetemeka. Don't play yourself into the hand of the flesh, society and Satan. Usifanye ama usijitupe katika mikono ya kuendeshwa na mwili wako na Don't ibilisi. behave as if salvation is an handkerchief you keep in your pocket. Usienende kana kwamba wokovu ni kitambaa ambacho unaweka kwenye mfugo wako. You get it, you keep it. Unaipata na unaihifadhi. And you should be conscious that there's somebody that wants to take it away. Na itakana kila wakati uwe makini ukijua ya kwamba kuna mtu ambaye anataka kukunyang'anya wokovu. And it's your duty to watch and ensure nothing takes it away. Na ni jukumu lako kutazama, kukesha na kuhakikisha ya kwamba haunyang'anywi wokovu. Salvation is nothing to many people. They thought it's a joke. Siku hizi wokovu hauna dhamana kwa watu wengi, wanafikiria ni mzaha. The thing that made Jesus to cry on the cross, Kitu ambacho kilimfanya Yesu aliye msalabani, when they were judging him, he didn't cry. wakati walikuwa na mhukumu hakulia, When they beat him, he didn't cry. walipompiga He hakulia, was bleeding all over, he didn't cry. alikuwa anatokwa na damu lakini But when he hakulia. got to the climax, he cried. Lakini wakati alifika kilele My alilia, Father, why baba yangu, kwa nini? have you forsaken me? Kwa nini umeniacha? And he brought that salvation to you, you are playing with it. Na akakuletea huo wokovu unaufanyia To mzaha. you, money is more important than salvation. Kwako pesa ni za muhimu kuliko wokovu. Worldliness is more important. Let me dress smart. Uduni- Salvation. Udunia ni muhimu kwako, wacha nivalie, nivutie. Salvation Wokovu. cost the life of God. Wokovu uligharimu uhai wa Mungu. If we talk of value, to which can we compare that? To what can we compare that? Tukiongelea kuhusu dhamana, ni nini tunaweza linganisha na hiyo? The value of salvation is the life of God himself. Dhamana ya wokovu ni uhai wa Mungu mwenyewe. You give that one to money? Unaweza linganisha na pesa? You give that one to a woman? Or a man? Unapeana hiyo kwa mwanamke Or it ama, is the worldliness and their dressing and that's what's important now? ama ni udunia na vile wanavyovalia ndio kitu cha muhimu sasa? That's why God said, if you are willing. Ndio sababu Mungu kila wakati anasema ya kwamba kama uko tayari. The people listened to the preaching of Jesus. Watu walisikiza mahubiri ya Yesu, So they came to him. wakamjia,
are there few? Because all you are saying, we are hearing you. Are there few that will be saved? Wakamwambia, yale ambayo unahubiri, unafundisha tunayasikia, lakini je, kuna wale ambao wataokoka kwa ukweli? He says, strive to enter, because many will try, they will not find it. Akawaambia, ng'ang'aneni kuingia, kwa sababu wengi hawataweza kuingia. Salvation is provided. Ndio wokovu umepeanwa. This is my blood. Hii ndio damu yangu of the New Testament. Kwa agano jipya. It is shed for the remission of sin, forgiveness of sin, the cleansing of iniquity. Imemwagwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, msamaha wa dhambi, msamaha wa uovu wenu. You know, Acts 3:26 say God sent Jesus number 1 to turn you from your sin and then bless you. Mnajua Matendo ya Mitume 3:26 inasema ya kwamba Mungu alimtuma Yesu akutoe katika dhambi na pia akubariki. When the world is tempting you, don't you remember you need to turn away? Wakati ulimwengu na kuvutia, je, haukumbuki ya kwamba wafaa uepukane nao? Or it is money. Ama ni pesa zake. Don't you need to turn away? Je, haujui ya kwamba wafaa upenduke? So that God can bless you. Ili Mungu akubariki. The choice is for each of us. Chaguo ni la kila mmoja wetu. How did Jesus purchase salvation? You know the story. Je, Yesu aliwezaje kununua wokovu? Mwajua hilo. I told you that it is two extremes. Niliwaelezea kwamba ni pande mbili. One extreme is to leave everything. God will do it for me. And make no effort. Upande mmoja unasema kwamba naacha kila kitu, Mungu atanifanyia, sitatia bidii yote. The teacher is teaching us, if you want us to pass, let him give us the mark. Mwalimu anafundisha, unasema kama anataka tupita mtihani, atupatie maki. The other extreme is to think I can do it by myself. Upande ule mwingine ni wale ambao wanafikiria ya kwamba ninaweza jifanyia hizi vitu. Today the world is saying you have all it takes. You can do it by yourself. Have confidence in yourself. Have faith in yourself. Siku hizi ulimwengu naambia wengi haswa wachanga ya kwamba uko na kile ambacho unahitaji, unaweza, uko na uwezo, unaweza fanikiwa kivyako. They say everything in you. Wanasema kila kitu kiko ndani yako. Sorry sir. Lakini nasikitika kwa hayo. I want to go along in partnership with him. Nataka nienende nikiwa nimeshikwa mkono na yeye aliye juu. Because I know my inconsistency. Kwa sababu najua ile kutofululiza kwangu. I know my shortcomings. Najua upungufu wangu. I know my limitations. Najua upungufu wangu. There's what I can do, I know what I cannot do. Kuna kila ambacho najua naweza fanya na kuna kila ambacho najua siwezi fanya. When it comes to what I cannot do, wakati nafikia kile ambacho siwezi fanya, I lift my heart and my eyes up to him. I say, Lord, help me. Nainua mikono yangu na macho yangu kwake, namwambia Bwana nisaidie. Grace is available to all. Neema ipo kwa kila mmoja wetu. But there's a point of effort from you to make grace realizable. Lakini inagharimu bidii kutoka kwako ili kufanya ile neema ifanye kazi. Salvation is for all, but I ask you, all the people in the whole world, everybody saved? You know the answer. Wokovu uko kwa kila mtu, lakini nikiwauliza, je, watu wote walio ulimwenguni wameokoka? Mnajua jibu. It is not for lack of provision. It is the lack of willingness to make the choice. Sio kwa sababu haupo, ni kwa sababu wengi wako tayari kufanya uchaguo hilo. I told you, grace is like a box and it contains everything that we ever need. Niliwaambia neema ni kama sanduku, na hilo sanduku liko na kila kitu ambacho tunahitaji. The Bible, 2 Peter chapter 1 verse 3. Biblia katika waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 3. He said God has provided everything we need for life, physical living and godliness. Inasema kwamba Mungu amepeana kila kitu ambacho tunahitaji kwa uzima wetu na hata uungu. The way to understand is this. Vile unavyoweza kufahamu ni hivi. Look at this baby girl. Angalia huyu mtoto msichana. Just born 1 hour ago. Alizaliwa tu lisaa moja lililopita. We are rejoicing she has delivered and it's a baby girl. Tunafurahia dada amezaa na ni mtoto msichana. But inside that girl, lakini ndani ya huyo msichana, all that the girl need to become a lady, a mother, a wife,
is there. Kila kitu ambacho huyo msichana anahitaji, kuwa msichana, kuwa mama, kuwa mke, kuwa mzazi, tayari kiko ndani yake. God is not coming to create it anew, it's there. Mungu hata kuja tena aumbe upya, kila kitu kiko ndani yake. Give her time. Mpatieni tu wakati. Give her food. Mpatieni chakula. Take care of her. Mlinde vizuri. You will soon discover a lady. Hivi karibuni utaona msichana ambaye amekoma amejitokea. Somebody say I want to marry her. Pia hivi karibuni mtasikia kwamba mtu anasema anataka kumuoa. It will not be long, he say I've delivered a baby boy. Muda utapita mrefu mtasikia amepata mtoto mvulana. We knew when you were born. Tuseme kwamba tulikuona ukizaliwa. When did God make all the other things and put it there so that you can become a mother? Wakati ya kwamba kuna kitu kingine kiliwekwa pale ndio akuwe mama. Even before I was born, God knows and he has fixed everything. Hata kabla nizaliwe, Mungu alikuwa anajua na tayari ashapanga kila kitu. There's not a human being who cannot be born again. Hakuna mwanadamu ambaye hawezi zaliwa mara ya pili. But there are billions who have chosen to perish. Lakini kuna mabilioni ambao wamechagua kuangamia. That's why God said they have no excuse. Na ndio sababu Mungu anasema ya kwamba hakuna yeyote ambaye ako na kisababu. Duty and responsibility for godliness. Majukumu ambayo yapo kwa ajili ya utauwa. Our time is gone, but let's read one or two more verses and close. Wakati umeenda sana, lakini wacha tusome mstari miwili mitatu hivi alafu tufunge. Hebrews 13 verse 20. Waebrania 13 mstari wa 20. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu, make you perfect. Awafanye ninyi kuwa wakamilifu. Make you perfect. Awafanye ninyi kuwa wakamilifu. He said the same God that raised Jesus to life, he makes you perfect. Sema ya kwamba yule Mungu ambaye alimfufua Yesu awafanye kuwa wakamilifu. In every good work. Katika kila tendo jema. Let's use air as illustration. Hebu tutumie hewa kama mfano. If we pack more people here, tukijaza watu wengi hapa ndani, so that nobody can sit down, we're all standing like this, ili pasiwe na nafasi ya kuketi, kila mtu akuwa amesimama, and we fill up to this end and to this end, na tujaze upande huu na ule upande mwingine, shall we still get air to breathe? Je, bado tutakuwa na hewa ya kuvuta? No window is open down, we are so full, but everywhere is open down. Will there still be air to breathe? Mahali pote pamejaa, lakini bado milango na madirisha yamefunguka. Je, kutakuwa na ile pumzi ya kuvuta? They told us that the population of the earth is about 7 billion. Tunaambiwa ya kwamba umati ama watu walio ulimwenguni ni kama bilioni 7. Go and calculate when air will finish and it will not be enough. Hebu enda uchunguze ya kwamba ni lini hewa itaisha na haitatosha. Think of the air we consume daily all over the world. I don't know how many hundreds and thousands of millions. Jaribu kufikiria ile pumzi ambayo tunavuta ulimwenguni kote kila siku. When will air finish? Je, itaisha lini? Look at fishes in the ocean. Angalia samaki kwenye We're even bahari. going too far. Lake Victoria. Hebu tunaenda hata mbali, twende tu katika ziwa la Victoria. Lake. Ziwa. An isolated body of water. Ni ziwa ambalo limetengwa. More than 50 years they have been fishing in that lake. Zaidi ya miaka 50 wamekuwa wakivua samaki kwenye lile ziwa. Tell me when fishes will finish there. Niambieni ni lini samaki zitaisha huko. Don't tell me grace is not available. Usiniambie kwamba neema haipo. It is when you say I don't want. Ni wakati wewe mwenyewe unasema sitaki. Then God say I won't force you. Alafu Mungu anasema silazimishi. If that's your choice, it's okay. Kama hiyo ndio chaguo yako, ni sawa. That's why the author of Romans chapter 5 verse 17 say we receive gifts and abundance
of righteousness. Ndiposa mwandishi wa ule mstari ambao mchungaji anasema ya kwamba tunapokea gharama kwa utele. Extra time we spent in church Ya kwamba huu wakati ambao tumekuwa will kanisani not be a waste of time in your own life. haitakuwa uharibifu wa wakati katika maisha yako. That you review your walk with God. Ya kwamba utachunguza upya kutembea kwako na Mungu. And review your ways Na uchunguze pia njia zako. to make a decision. Kufanya uamuzi. God is working Mungu anafanya kazi. and he's saying, come in partnership with me. Na anasema njoo kuungane nami. He says salvation, he says I will make it possible. Anasema unauliza wokovu, anasema nitakupatia. He says holiness, I will make it possible. Kuuliza utakatifu, anasema nitakukabidhi. That any spiritual bounty or blessing is available. Just come. Kwamba baraka zote ama utele wote wa kiroho upo, njoo tu. Join with me in partnership. Jiunge nami katika kufanya kazi pamoja. The provision of God and our duty, our responsibility. Upeanaji wa Mungu na jukumu letu. Lord, you have spoken to us. Bwana umenena nasi, You have guided, you have corrected. umetuelekeza, umeturekebisha. I pray, Lord, that let not any of what you have heard today go in vain. Naomba ya kwamba Bwana, pasiwe na hata moja ambalo tumelisikiza leo ambalo litaenda bure. As your sons and daughters have heard, Kama vile wanao na binti zako wamesikia and make a decision. na wamefanya uamuzi. Lord, let the decision lead to the right way. Wacha uamuzi huu waelekeze kwa njia inayofaa. That none will make a shipwreck of his personal or her personal life. Hakuna yule ambaye atafanya maisha yake ya kiroho ya yumbayumbe. We pray that God, all that has been spoken to your children will bring a revival in our midst in Jesus' name. Naomba ya kwamba Bwana, yale ambayo yamenenewa watoto wako italeta uvivio ndani ya maisha ya watoto wako katika jina la Yesu. A clear stand of the spiritual life. Msimamo ulio wazi katika maisha yao ya kiroho. A true confession of salvation. Kule kukiri kwa ukweli kwa wokovu. And a purposeful holy living as we live in this world. Na kuishi maisha ya kitakatifu katika ulimwengu huu kwa The kukusudia. grace to continue in that life, oh Lord, make it for us in Jesus' name. Neema ya kuendelea katika maisha hayo, Bwana, tujalie katika jina la Yesu. For it is possible with you. Kwa maana yote yawezekana nawe. Receive our praise, receive our thanks, O Lord. Pokea sifa zetu, pokea shukrani zetu, Bwana. Thank you because you know you have answered. Asante kwa sababu najua umejibu. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina.